sana mtazamaji popote pale ulipo, ni matumaini yangu uko mzima buheri wa afya, ikiwa ni saa 5 kamili saa za Afrika Mashariki, moja kwa moja kutoka hapa katika makao makuu ya TV47. Leo ikiwa ni siku ya Jumanne, kwenye TV47 matukio tutakuwa tunaangazia swala la mchipuko wa magenge. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, na bila shaka katika awamu hii nitakuwa na kujuza taarifa za habari kemkem, lakini kwanza kabisa kumbuka kuna swali ambalo tulikuwa tunakuwauliza pale kwenye mtandao wetu wa kijamii. Na swali lenyewe lilikuwa ni je, tunawezaje kukabili mchipuko wa magenge nchini? Tunawezaje kukabili mchipuko wa magenge nchini? Ndio swali ambalo nakuuliza kwenye mtandao wa kijamii, na bila shaka atakuwa nasoma zile ujumbe ambao utakuwa unaingia hapa katika TV47, na pia nitakuwa nahusisha wageni ambao watakuwa nafika hapa mwendo wa baadaye. Kumbuka unaweza ukatuma ujumbe wako kupitia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama unavyotazama kwenye runinga, na pia nitakuwa nasoma hapo mwendo wa baadaye. Wageni nitakuwa nao Enoch Makanga, mwenyekiti Prosac, na Peter Ouko ambaye ni mkurugenzi mtendaji Crime CPOA. Lakini kwa sasa mtazamaji, wacha tuanze na taarifa ya kwanza, ambapo kwa mara ya pili chini ya siku 40 moto umeteketeza bweni la shule ya upili ya Mseto ya Kuura na kuacha wanafunzi 57 bila malazi. Wazazi sasa wanaitaka Wizara ya Elimu kuingilia kati, huku mbunge wa Mugirango Magharibi Stephen Mogaka akitoa malazi ya dharura kupitia NGCDF ili wanafunzi waendelee na mtihani yao. Wazazi waliokusanyika shuleni wametaka uchunguzi wa haraka kuhusu visa vya moto vinavyojirudia, wakisema chanzo cha moto wa kwanza wa mwezi Juni bado hakijabainika. Mbunge Mogaka amesisitiza haja ya uchunguzi wa kina ili kubaini chanzo na kuzuia visa vya aina hiyo kuendelea. Sasa hapa ndani moto inatapi jamini. Hapa ndani chuzi hata masanduku ingine ndio ile ilichomwa. Haichapakwa hata haichatengenezwa, ndio chuzi tulikuwa tunapaka marangi hapo kupembeleza wanafunzi warudi. Wamesharudi darasani hawajakata wiki mbili, tena moto ndio hiyo. Mimi naomba tafadhali serikali ichunguze kwa ndani na ione shida hiyo imetokea wapi. Hii shule iko na shida fulani ambayo haieleweki. Kwa sababu tukiangalia vizuri last round shule iliungua. Hatukupewa majibu. Tulikambiwa zero balance, tumelipa. Sasa tunajiuliza, hii ni mambo hii ni mara ya pili shule imeungua tena. Tuende wapi, tutoke wapi? Wale watoto walikuwa affected ni 57, na wakati tumejua hivyo tukaelezea mheshimiwa, so ametutuma hapa na mattresses 57 kwa sababu hao watoto hawataenda nyumbani. Ndio sababu mheshimiwa amesema leo wapate mahali pa kulala. Ni kisa cha kusikitisha. Kwingineko ni kwamba Baraza la Makanisa nchini NCCK sasa linaitaka serikali ya kitaifa kudhibiti matumizi ya fedha za wanasiasa katika kampeni za uchaguzi mkuu mwaka 2027. Mwenyekiti wa baraza hilo katika ukanda wa Pwani, Askofu Peter Mwero, amependekeza kuundwa kwa sheria itakayowashurutisha viongozi wa kisiasa kuweka wazi fedha zinazotumika katika kampeni zao. Akizungumza mjini Kwale katika mkutano uliowakutanisha viongozi mbalimbali wa kanisa, Kwero aliwaonya vijana dhidi ya kupokea hongo kutoka kwa wanasiasa wanaowatumia vibaya ili kushawishi kura. Kauli hizi zinajiri baada ya Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka ya IEBC kutoa mwongozo wa kiwango cha fedha kinachohitajika kutumika wakati wa uchaguzi mkuu ujao, hatua ambayo inalenga kudhibiti matumizi kupitia kiasi na kuweza kuimarisha uwazi wa kisiasa. Wanatayarisha sheria, lakini sheria hii mwishowe itaenda bungeni. Kwa hivyo tusipochagua pia wabunge ambao wataangalia maslahi ya wananchi, hata zile sera ambazo taasisi mbalimbali wana draft ama wanaweka, ikifika bungeni inawekwa kando, kwa sababu kama unataka kuambia mbunge usitumie zaidi ya pesa kadhaa, pia pesa unaoitumia tunataka kujua imetoka wapi. Pesa isitutatize katika mambo haya. Ni waje na mikakati ambayo itazuia wanasiasa kutumia hiyo pesa kuwafanya wananchi kuwapigia kura, ambazo baada ya hapo hakuna kitu kitafanyika kuendeleza huyu mwananchi. Tuna channels nyingi za kuwasilisha matakwa yetu ama hitaji letu. Hivyo basi vijana tunaomba ya kwamba tukaweze kuachana na wanasiasa ambao wanatupeleka katika direction ambayo haifai ya kuweza kuleta uharibifu katika jamii.
Na hayo yakijiri, mgogoro wa kisiasa umeibuka ndani ya chama tawala cha UDA baada ya kupoteza uchaguzi mdogo wa Olkalau. Mbunge wa Ndia George Kariuki amewataka viongozi wa Mlima Kenya kuonyesha uongozi dhabiti. Akizungumza katika shule ya upili ya Kiandangae katika kaunti ya Kirinyaga, Kariuki alikosoa viongozi waliokabidhiwa jukumu la kuunganisha eneo la Mlima Kenya na serikali, akisema wameshindwa kutimiza wajibu huo. Aidha, alimshutumu naibu rais Kithure Kindiki kwa kukosa mwelekeo wa kisiasa katika eneo hilo na kumkashifu waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku kwa kauli zinazochochea mgawanyiko. Mbunge huyo aliongezea kuwa matokeo ya Olkalau, ambapo upande wa serikali ulipata 13% dhidi ya 87% za upinzani, ni ishara kwamba mrengo wa Kenya Kwanza unapoteza mizizi yake kwa kushindwa kuwa na wananchi, karibu na wananchi. Tunakosa influence, tunakosa mtu wa kuinfluence watu. Hatutaki mambo ya kupiga kifua kusema wewe utafanya, nitafanya. Hiyo haitasaidia sisi kama jamii ya Mlima Kenya, na sisi watu tuna support President William Ruto. Kama wewe umepatiwa jukumu ya kuongoza sisi watu wa Mlima Kenya tukiwa kwa serikali, chukua hiyo jukumu. Hili rafiki yetu Ruko, kwa sababu aliingia siasa juzi, mambo ya kusema watu wetu waganyike east na west, na hata hiyo east anasema bado maneno yetu iko chini huko, haijapanda. Hapo ni anajipotoza na anapotoza watu wetu. Mlima Kenya tukae pamoja watu wetu wote, na tutafute sasa uongozi wa kutupeleka mbele. Hatutaki kuwa kila wakati tuko defensive. Na hayo yakijiri, sekta ya utalii inaendelea kuwa mhimili muhimu wa uchumi ya Kenya, ikichangia mapato, ajira na uwekezaji. Sasa viongozi wa pwani wamelaani matamshi aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kuhusu utalii nchini, ambapo Gachagua alinukuliwa akidai kuwa Kenya kwa sasa si salama kwa wawekezaji na watalii kuzuru kutokana na hali ya wahuni kuripotiwa kwenye mikutano mbalimbali ya hadhara nchini. Mwaliusemesha kuna mengi zaidi. Sekta ya utalii imeendelea kuwa nguzo muhimu ya uchumi wa Kenya, ikichangia mapato ya taifa, kuvutia uwekezaji na kutoa maelfu ya nafasi za ajira za moja kwa moja na zile ambazo si za moja kwa moja, hususan katika ukanda huu wa pwani. Kutokana na umuhimu huu, viongozi wa ukanda wa pwani wamelaani vikali matamshi aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua aliwataka watalii wa kimataifa kuepuka Kenya kwa madai ya ukosefu wa usalama. Wakizungumza jijini Mombasa, viongozi hao wakiongozwa na magavana Abdulswamad Sherif Nasri wa Mombasa, Gideon Mung'ara wa Kilifi na waziri Salim Mvurya wamesema kauli hizo zinahatarisha maisha mamilioni ya Wakenya wanaotegemea sekta ya utalii kujipatia riziki. Ukisema watalii wasije Kenya, wanaathiri pwani. Kwale, Taita, Mombasa, Kilifi, Tana River, Lamu, sote tunategemea utalii. Taita Taveta. When you touch our uchumi, we will touch you personally. Because we can't employ the hundreds of thousands or millions of the young people that work in the coastal line, wakifutwa kazi. And therefore we want to condemn his remarks in the strongest terms possible. This region has strategic investment enablers. We have Dongo Kundu Special Economic Zone just here. Aidha, wamehoji kwa nini sekta utalii inalengwa pekee, wakisema hatua hiyo inalenga kudhoofisha uchumi wa pwani badala ya kushughulikia changamoto kwa njia ya kujenga. Ukituambia wewe kwamba hutaki wawekezaji waje Kenya na watalii wasije Kenya, sisi watu wa Kilifi, na hii inamuonyesha ubinafsi alionao. Sijamsikia kwa mtasari wake akisema kuanzia sasa kahawa isiende nje tena. You are a concerned leader and you are saying investment should not come to Kenya. Simply because for the first time Lamu has been earmarked for a mega project, a mega investment, which you know very well. When you open up the opportunity for such an investment, others will follow. Viongozi hao wameonya kuwa kauli za kiongozi wa hadhi ya kitaifa zinaweza kuharibu taswira ya Kenya kama kitovu cha utalii na uwekezaji duniani. On issues that happened in a very, very isolated way, you're asking that one of the major sources of income for this particular region and for the country in general
to be denied, and that is an element of tourism. It's a very, very saddening. Wameongeza kuwa miradi ya maendeleo kama vile Dongo Kundu imeimarisha mazingira ya uwekezaji, na hivyo matamshi ya kisiasa yasiyo na tahadhari yanaweza kupunguza imani ya wawekezaji na kudhoofisha ukuaji wa uchumi wa eneo hili la kanda ya Pwani. Mwaluse Meshak, TV 47. Asante sana Mwaluse Meshak kwa taarifa hiyo. Maaskofu mjini Mombasa wamewataka wanasiasa kuacha kuwatumia vijana kwa wahuni katika siasa, badala yake wakihimiza kampeni za amani na heshima kwa taasisi za kidini. Viongozi hao pia wamevitaka vyombo vya usalama kuchukua hatua kali dhidi ya wanaosababisha fujo makanisani. Wakizungumza Changamwe katika mkutano uliowakutanisha zaidi ya maaskofu 300, viongozi hao wamelaani kuongezeka kwa visa vya makundi ya wahuni kuvamia maeneo ya ibada, wakisema tabia hiyo inakiuka uhuru wa kuabudu, inaleta hofu miongoni mwa waumini na kutishia amani na mshikamano wa taifa. Wamesisitiza kuwa makanisa yanapaswa kubaki maeneo salama ya ibada na si viwanja vya siasa, vitisho au vurugu. Aidha, wameonya kuwa kutochukuliwa hatua dhidi ya wahusika na wafadhili wa wahuni kutazidi kuchochea vurugu nchini. It's my pleasure now to welcome the man of God just to share. Tunakashifu vitendo vya goons kuingia makanisani na kufanya uhalifu. Hiyo ni kitu ambayo hatukubaliani nayo na tunaipinga kabisa, na tunailani hiyo kwa jina la Yesu. Isifanyike tena wala isifanyike tena. Kwa hivyo mahali popote vyombo vya usalama viko, wadumisha usalama, hasa wale wanaingia makanisani. Vijana msitukubali kutumika. Utapewa 1000 leo, utapewa hata 5. Huyo mtu hata kuona tena. Mwambie achukue mtoto wake kwanza muweke mbele. Akikwambia nenda tuende ukapigane, mwambie lete mtoto wako akue mbele ndio tuende tukakue magunzi huko mbele. Jambo kubwa katika taifa letu ni kuangalia amani. Kwa sababu kukiwa na amani kila mmoja ataweza kufanya siasa yake. Lakini tukiwa na ile siasa ya hamaki ya kuona kwamba mimi niko bora kumshinda mwingine, taifa hili ni bora kushinda lile lingine, kabila hili ni bora kushinda wale wengine, dini hii ni bora, hii Kenya tutaingia vipande na hatutakuwa na Kenya ingine. Hatuna spare ya Kenya. Huko nje wanaiva hata vyombo vya kanisa, sisi tunabaki kuhangaika. Lakini siku ya leo ametuambia ya kwamba atasimama na vijana na atawasaidia, ndipo waache uharibifu. Siasa inapopita, umevunjika mguu, umekosa viungo vingine vya mwili, umepotea kwenye familia, unaacha familia na masikitiko, unaacha familia na shida. Katika mambo ya siasa, amani inapokuwepo, Mungu ameshapeana viongozi. Na sisi wote wa Jomvu tumesema amen. Naam, na tukiachana na taarifa hiyo, kwa sasa mtazamaji, tunaangazia taarifa nyingine ambapo walimu wameusifu mtaala wa elimu ya umahiri CBE, wakisema umechangia pakubwa katika kukuza ubunifu miongoni mwa wanafunzi na kuwasaidia kutambua vipaji pamoja na mwelekeo wa taaluma wakiwa katika umri mdogo. Wakizungumza katika shule ya Young Achievers jijini Nairobi, walimu hao walisema mtaala huo unawapa wanafunzi nafasi ya kukuza uwezo wao wa vitendo badala ya kutegemea masomo ya darasani pekee. Aidha, walihimiza wazazi kuwa mstari wa mbele katika kuwaelekeza na kuwaunga mkono watoto wao wanapofanya maamuzi kuhusu taaluma wanazotaka kufuata, ili wachague kozi zinazolingana na vipaji, uwezo na maslahi yao. We are trying to build our learners so that in future they are able to choose the best careers, that they maybe have the talents, especially building their confidence and developing competencies in the careers that they will love to choose in future. I'm here today to just talk to our kids, to encourage them to join aviation field, because most of them, they have their dreams in aviation, and today we are here to give them encouragement and to support them on how they can be in aviation. Being a cabin crew is not a matter of just showing kind. You learn about medical stuff and those stuff. So like, I have learned it's like
being like generous, showing kind, treating people with care, and also it requires a good communication skill. Career Learning Fair on the 19th of September that is happening at the Gong Racecourse, and we want to encourage them to bring their learners and also join them so that they can be able to understand what their learners want to be and be able to see whether they actually fit in those professions. Na tukiachana na taarifa hiyo, washikadau wa usalama katika kaunti ya Lamu wametoa wito wa kuendelea kuhamasisha vijana dhidi ya kujiunga na makundi yenye msimamo mikali, wakisisitiza kuwa hatua hiyo ni muhimu katika kudumisha amani na usalama wa eneo hilo. Wakizungumza mjini Mpeketoni katika hafla ya Lamu Youth Outreach Program, washikadau hao wamesema kuwa licha ya kupungua kwa visa vya mashambulizi ya kigaidi, baadhi ya vijana bado wako katika hatari ya kurubuniwa na kujiunga na makundi yenye itikadi potovu. Aidha, wamesisitiza kuwa elimu na uhamasishaji wa jamii ni ngao muhimu dhidi ya misimamo mikali, huku wakihimiza wazazi hususan akina mama kuwalea na kuwaelekeza watoto wao ili kuwakinga dhidi ya ushawishi wa makundi haramu. Tuna uwezo wa kusema kwa partially Lamu is peaceful, although bado kuna chembe bado kuna mabaki ya ugaidi, na ugaidi ukitajwa, ugaidi is a very wide topic, which tunaamini security agents wanafanya kazi yao vizuri sana, lakini vile vile pia sisi tukiwa kama washikadau katika jamii tuna kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba hawa vijana bado tumewatoa kwa risk. Ni kweli ugaidi sasa umerudi chini, lakini bado vijana wengi wako at risk ya kuwa radicalized, wako at risk ya kuhusika ama ya kuhusishwa na masuala ya kigaidi. Mara nyingi vijana huwa hawana shughuli ya kufanya, sasa wanaonelea wajiunge katika mambo ya ugaidi, lakini through the mentorship program inaweza kuonyesha kijana kwamba kuna kitu inaitwa hope. Badala ya kujiunga na ugaidi, unaweza kujishughulisha na kitu fulani na fulani na fulani ili uweze kujiendeleza. Watakavyoongelesha wale vijana wetu, watakuwa na akili, watapanuka pia kujua, kujiamini na kujijua kwamba hatustahili kutumia. Na tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba joto la kisiasa katika kaunti ya Taita Taveta linazidi kupanda, huku wanasiasa wakijiandaa kwa uchaguzi mkuu mwaka 2027. Wakazi wa kaunti hiyo sasa wanamtaka katibu katika wizara ya Leba Shadrack Mwadime kuwania kiti cha ugavana, hatua ambayo inaongeza ushindani katika kiti hicho kinachovutia viongozi kadhaa. Miongoni mwa majina yanayotajwa kuwania ugavana ni wabunge Danson Mwashako na Jones Mwaruma, hali inayotarajiwa kuchochea kampeni kali na ushindani mkali wa kisiasa katika kaunti hiyo. Na kipindi hiki ambapo viongozi mbalimbali wa kisiasa wanaendelea kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu ujao, baadhi ya viongozi wanaendelea kupata shinikizo kutoka kwa wananchi ili kuweza kusimama katika uchaguzi huo. Wa hivi punde akiwa ni katibu katika wizara ya Leba Shadrack Mwadime, ambapo kwao nyumbani wakazi wa Ronge kaunti ya Taita Taveta wameweza kumrai kwamba watamunga mkono iwapo atatangaza kuwania kiti cha ugavana wa kaunti hii. Kama hii ni Ronge declaration bwana PS kwamba tutampitisha gavana wetu ambaye ni Shadrack Mwongolo, si ndio? Sasa tufanye hivi, sisi sote tuko hapa ni kwamba tutoke nje, tusiseme kwamba tumemwachia yeye aende kutafuta. Sisi wa Ronge tumepiga kura, tukapiga kura. Hata hivi tulisikia mwisho tukasema hai, kwani hizi kura tunapiga zinatusaidia na nini? Miaka nenda miaka rudi, shida ni zile zile. Miaka nenda miaka rudi, shida ni zile zile. Na kuomba kijana wangu Mwongolo, ndugu yangu, hii kura ni zako. Safari hii nitafanya vile iwezekanavyo. Mimi ni mtu na muabudu Mwenyezi Mungu sawa, na muogopa Mwenyezi Mungu. Zile ahadi ambazo natoa hapa lazima zitatimizwa. Tumeona akiwa PS upande wa Nyota amesaidia vijana wamepata kazi, upande kwenda nje. Kwa hivyo sisi kama vijana tunaona ni vyema sana akirudisha uongozi wa serikali nzima huku kwetu Taita Taveta. Tunatafuta manager wa kumanage resources za Taita Taveta. Hiyo ndio imekuwa tatizo kubwa. Hatuna manager, tumekuwa tukiweka wanasiasa, lakini tunatafuta manager. Tumempokea vizuri mtoto wetu kwa sababu ni wa hapa Ronge Juu na ni wa Taita Taveta nzima. Hivyo basi tumemfungua na baraka za Mwenyezi Mungu. Haya ni mambo ambayo yanawezekana ukiwa na imani kwamba
yataweza kuonekana. Mimi ni mtu wa maono na ninajua kwamba nikishikana na Mwenyezi Mungu kuna mahali pazuri ambapo tunaelekea. Na ni baadhi ya kauli za wakazi wa kaunti ya Taita Taveta kuhusiana na katibu huyo katika hafla ya kuhamasisha umma kuhusiana na sera za serikali. Nikiripotia TV47, mimi ni Julius Mariki Mwakivo. Asante sana Julius Mariki kwa taarifa hiyo. Katika juhudi za kupambana na ugonjwa wa kifafa, wadau wa afya katika kaunti ya Kajiado wanaendelea kuhamasisha jamii kuhusu changamoto za unyanyapaa na gharama kubwa za matibabu zikisalia kikwazo kikuu. Wakati huo huo, hospitali ya AIC Kajiado imezinduliwa rasmi ili kutoa huduma za matibabu kwa wagonjwa wa kifafa. Takwimu za kitaifa zinaonyesha kuwa mtu mmoja kati ya kila 100 anaishi na kifafa, lakini ni wachache ambao wanapata matibabu kwa wakati. Uhamasishaji unaendelea kuhakikisha wagonjwa wanapata huduma stahiki na kupunguza athari za unyanyapaa. We wanted the community themselves to explain their experience with epilepsy within the community, their challenges on being registered by the National Council for Persons with Disabilities, the challenges on employment, the challenges on children going to school, and many other challenges that they experience, even social challenges. We find that women with epilepsy are still experiencing more stigma than men. In like a person with epilepsy who is a man can get a wife so that he can be supported in his medication process. But a woman with epilepsy has so much challenges getting a husband because they believe that the children born out of this marriage will lead to more persons with epilepsy, which is not true. It's one of the most neglected conditions and underfunded. So because you will not even find any shilling allocated by any county government to epilepsy. Now we want to bring on board other neurological disorders to see whether the government now can start listening to us and make sure we give people with epilepsy meaningful shot at life. Na tukitoka huko kwa sasa, wacha tufululize maeneo mengine ambapo wahudumu wa bodaboda katika eneo bunge la Kandui katika kaunti ya Bungoma wamekashifu vikali viongozi ambao wanaeneza uvumi kwamba fedha zilizochangishwa wiki jana zimefujwa. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Duncan Sitima, wahudumu hao wamesema zaidi ya shilingi milioni 3.6 zilizokusanywa zitatumika kuendeleza miradi ya bodaboda ili kuwapiga jeki kiuchumi. Aidha, wameonya vijana dhidi ya kutumia mitandao vibaya kwa kueneza uvumi na badala yake kutumia majukwaa hayo kwa njia inayojenga na yenye manufaa kwa jamii. Tukajishike chini. Hii pesa kuanzia kesho iko kwa barabara inakuja. Na ikikuja machairman wa stage tarajia kuungana na chairman wa wote mtengeneze mradi. Baada hii pesa mheshimiwa mbunge atatembea na ofisi pamoja na machairman wote tukikaanza kukadiria project zenye mmeweka. Nashukuru sana kwa sababu kuanzia enzi za kale wakati bodaboda walianzia Malaba ndio wakafika hii Bungoma Kandui, hatujawahi kuwa na mtu wa kutufanyia mchango ama kutukumbuka. Na hii pesa ambayo wametuchangia ni pesa ambayo inaenda kusaidia members wetu mpaka chini kwa stage. Na kwa wale wote ambao wanafikiria kwamba hii pesa ilikulwa ama pesa ilifichwa, tuliweka mikakati na tukapanga kwamba hii pesa baada ya kuchanga tutarudi tukae mikutano na tutafanya mikutano mpaka chini kwa members wetu wa Kandui, na hii pesa itaenda kufanya miradi mpaka kwa stage level. Na tunataka tukupatie onyo. Mtu mwenye unatembea tu kwa mtandao una kazi, yani atu post makali, upost jina makali kwa mtandao yako, hadi ndio upate max mingi, ndio uende uchukue token mahali. Sikia hii. Tumetoka. Pesa ndio hii kuanzia kesho venye chama amesema zinaanza kutoka. Sisi tukifanya miradi tukikupata tunakufinya. Bwana Makali, wewe ni baba yetu wa Kandui. Tunakuomba. Kelele za chura haziwezi mzuia ng'ombe kunywa maji. Wewe chapa kazi. Tuko nyuma yako bako kwa bako hadi 2027. Wale ambao wanaeneza uvumi sawa na viongozi wenzangu watangulizi wamesema tuko nao. Na tukiachana na hayo, kwingineko kwamba baada ya zaidi ya miaka 10 bila uchaguzi, waendeshaji bodaboda mjini Garissa sasa wamechagua viongozi wapya katika hatua ambayo wanaamini itafungua ukurasa mpya kwa sekta hiyo. Uchaguzi huo unalenga kuipa chama hicho uongozi wenye uwezo wa kutetea maslahi ya wanachama
na kuzungumza kwa niaba yao kuhusu changamoto zinazowakabili. Sekta ya bodaboda inayowaajiri zaidi ya waendeshaji pikipiki 2000 mjini Garissa imeendelea kukua licha ya kukabiliwa na changamoto za ukosefu wa usalama, kukamatwa na polisi na dhana hasi zinazowahusisha na uhalifu. Viongozi wapya sasa wanaahidi kurejesha imani ya wanachama, kushirikiana na vyombo vya usalama na kulinda maslahi ya waendeshaji bodaboda halali. Viongozi wenye wataongoza watu hawawezi kubali. Wengine hata ile shida tuko nayo. Ukiangalia wabanda wa bodaboda hapa Garissa sisi tuko na shida mbili. Shida ya kwanza, ukikuja Garissa kitu chochote kinachotendeka hapa Garissa inawekeleanga wana bodaboda. Mtu aibe, mtu auawe. Inakuja kufuatilia story kisha wana bodaboda. Tukuwe na chairman mwenye ambaye tukipatwa na shida hapa Garissa anaweza tushughulikia, kwa sababu tumekuwa na shida mingi. Wana bodaboda wananyanyaswa na wengine wanauliwa wakifanya kazi kutafutia familia zao. Basi tukiwa na kiongozi anaweza tutetea, tutashukuru sana, kwa sababu hata vile tumekaa hii Garissa tumekuwa na shida in security. Bodaboda riders wanaenda kuchukua wadhifa. Kusema leo tumejichagulia kiongozi sisi wenyewe, na kuanzia hapo sasa waanze mikakati kulingana na vile inafaa, wapate viongozi wenyewe wamejichagulia wenyewe. Tunafaa tukuwe na logo yetu. Like, si ni brand already. We won't entertain divas. No. I'm not dealing with a man child. Amazing. Sharpen the energy. Sundays at 8:30 p.m. on TV47. Saturday at 8:30 p.m. My father used to tell me that our hotel is the home for travelers. I guess I forgot that. Recently, it's been more of a mirror of my own ambition. Ooh, yeah. We might fail. We will probably fail, but not for a lack of trying. So for the last time, and the first time, welcome to Connect In, the best experience in Eastern Central Africa and its environs. Saturday at 8:30 p.m. on TV47. Wednesdays at 8:30 p.m. This is a very serious place. I see that. p.m. on TV47. Nairobi, where the hustle never sleeps and neither do the scammers. Link Up, we are talking about something that's affecting all of us. We are talking trust. We're diving into the campus life. Stay fresh, stay safe, Stay linked up. My father used to tell me that our hotel is the home for travelers. I guess I forgot that. Recently, it's been more of a mirror of my own ambition. Ooh, yeah. Pesa mtazamaji, zimekatika dakika 31 baada ya saa 5 kamili saa za Afrika Mashariki. Tunachukua mapumziko mafupi baada ya taarifa hiyo ya michezo. Tukirejea hapa studioni, tunarejea na mada kuhusiana na kero ya magenge nchini, na pia nitakuwa na kuhusisha wewe mtazamaji. Kwa hivyo usibanduke, wageni tayari wamefika studioni.